Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, naomba nikukaribishe katika televisheni yetu ya Yosh Testimony TV, maana yake ushuhuda wa Yesu. Hii ni TV inayofundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, karibu ulipokee neno la Mungu na uliruhusu lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni somo la 41 katika mfululizo wa masomo yetu kutoka waraka kwa Waebrania, na lina kichwa cha somo kisemacho huisha nguvu zako za kiroho. Huisha nguvu zako za kiroho. Na kinatoka kwenye kifungu cha maneno katika sura ya 12 mstari wa 12 mpaka wa 17. Somo letu litakuwa na utangulizi mfupi, alafu baada ya hapo tutafuata mstari kwa mstari. Hii mistari mitatu tutakayofanya leo, mstari wa 12, wa 13 na wa 14. Utangulizi. Somo lililopita tulijifunza kwa wana wa Mungu wote wanapaswa kutarajia nidhamu yake. Kutarajia kwamba Mungu atawarudi kama wanawake wapendwa. Kumbuka katika haya masomo yote muktadha wetu ni wasiwasi aliokuwa nao mwandishi kuhusu Wakristo wa Kiebrania ambao walikuwa wanaacha Ukristo na kurudi kwenye dini yao ya Kiyahudi kwa sababu ya mateso yaliyokuwa yanatokea kwenye jamii yao. Na katika kifungu cha maneno tutakachosoma leo, au tulichosoma katika somo lililopita, mwandishi alitoa fundisho maalum kwa kanisa la Kiebrania na kwetu sisi pia juu ya jinsi ya kushughulikia majaribu na mateso katika maisha yetu au katika mbio zetu. Kwa kifupi alisema kwamba tunapokabiliwa na majaribu na mateso, hatupaswi kurudi nyuma kwenye maisha yetu ya zamani. Hapana. Tunapaswa kuelewa kwamba majaribu ni nidhamu kutoka kwa Mungu na kwamba nidhamu imekusudiwa kutufundisha uvumilivu na utakatifu. Kwa hiyo basi, Mungu anafanya kila kitu maishani mwetu kwa ajili ya matokeo mazuri ambayo ni maisha ya utakatifu. Sasa mwandishi yuko tayari kuwahimiza Waebrania wafanyie kazi mafundisho yaliyopita. Kumbuka namna mafundisho ya Biblia yanavyopaswa kuwa kimsingi. Unatoa somo kwa kueleza na kufafanua maandiko. Baada ya somo unahimiza wale wanafunzi wako au wasikilizaji wako walitumie hilo somo katika maisha yao ya kila siku ili kupata matokeo. Ndio njia ya kufundisha kibiblia. Wakati mwingine kwa sababu ya ukosefu wa muda unakuta mtu anafundisha tu, anafafanua na anategemea kila mwanafunzi atatafuta namna ya kutumia, lakini kiukweli ni fundisha alafu himiza ili somo liweze kutumika katika maisha ya kila siku. Sasa leo atafanya kuhimiza yale tuliyojifunza katika somo lililopita. Anawaambia kwamba kila kitu kinachokuja maishani mwako ni kizuri na ni kwa faida yako. Na ili iwe hivyo inabidi ufanye mambo matatu yafuatayo ya msingi. La kwanza, lazima udumu au uendeleze mbio ulizozianza. Kwa hiyo kila kinachotokea kigeuze kwa namna kwamba kitakusaidia kudumu na kuendeleza zile mbio. Pili, kitakusaidia kuongeza bidii. Ongeza bidii, ongeza mwendo, ongeza kasi ya kukimbia kwako. Na tatu,
kitasaidia uwe makini na usidharau neema ya Mungu. Kwa sababu neema ndio iliyotuokoa na neema ndio inayotuwezesha kuendelea na kukimbia mbio mpaka tutakapofika mwisho. Sasa katika somo la leo tutaangalia vipengele viwili vya kwanza: kudumu na kuendeleza mbio tulizozianza na kuongeza bidii kwenye hizi mbio. Alafu somo linalofuata tutaangalia ile ya onyo la kuwa makini na kutodharau neema ya Mungu. Kwa hiyo tutasoma mstari mitatu, mstari wa 12 mpaka wa 15. Waebrania sura ya 12 mstari wa 12 mpaka wa 15 nitasoma. Kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanye miguu yenu njia za kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo mstari wa 12 mwandishi anawahimiza Waebrania wajiweke sawa na waendelee na mbio walizozianza. Mstari unasema hivi: kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza. Na hiyo, ndugu mtazamaji, ni nidhamu. Kunyosha mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza ni bidii itokanayo na nidhamu. Kwa hiyo nidhamu haikusudiwi kutupunguza mwendo, bali kusudi lake ni kutuharakisha, kutufanya tuwe wepesi zaidi katika mbio. Na Mungu huleta mambo maishani mwetu ili atuharakishe, si atupunguze mwendo. Kwa hiyo hapo katika nidhamu kama tulivyoiona na masomo yote yatokana nayo, matokeo yake ni sisi kuongeza mbio katika kuongeza mwendo katika mbio tunazokimbia. Mwendo hapa nikimaanisha speed, na kimbia kwa speed kubwa zaidi. Kwa hiyo jambo la kwanza linalomtokea mkimbiaji mzuri anapochoka ni mikono yake kulegea. Nafikiri wengi mnaifahamu hiyo. Utembezaji wa mikono ni muhimu sana na wa kimkakati katika mbio au katika kukimbia mbio, na ndio zinazomfanya mtu asogee mbele. Mikono inapoanza kulegea na mbio zinapungua. Jambo la pili ambalo hutokea mkimbiaji anapochoka ni magoti yake kuanza kutetemeka na ganzi inaanza kuongezeka miguuni mwake. Sasa hapa kuna jambo moja tu ambalo mkimbiaji anaweza kufanya akifika kwenye hali hii, nalo ni kukazia macho yake kwenye mwisho wa mbio, kwenye ule mstari wa mwisho, na kujiambia mwenyewe kwamba nitafika hapo. Kwa hiyo anakaza macho kwenye mahali pa kumalizia hizo mbio. Na katika mbio za imani tunaomba na kutegemea neema ya Mungu itusaidie kuvuka mstari wa mwisho. Kwa hiyo uone mwisho ulipo na ukazie macho huo mwisho. Na neema inakuja mara nyingi kupitia mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Kwa sababu ikiwa tunataka kufanikiwa katika mbio zetu, inatupasa kufanya kazi kwa kushirikiana pamoja. Na hili limekuwa wazi tangu tulipoanza. Ingawa kila mtu amewekewa mbio yake kukimbia, lakini tumeona kwamba inabidi tusaidiane katika hili. Kwa hiyo kuna watu ambao tunaweza kujaribu kwenda peke yetu. Tunaweza kuchagua kuacha kukusanyika Jumapili. Tunaweza kuchagua kutokuwa wazi na kuficha huzuni na mapambano yetu. Tunaweza kuvaa tabasamu na kupambana kimya kimya dhidi ya mili yetu na adui na majaribu tunayopata toka kwa adui. Lakini tunapofanya hivi tunapoteza
silaha moja kubwa katika vita vyetu vya imani au vita dhidi ya dhambi, nayo ni kutiwa moyo na waumini wengine. Kwa hiyo unapoamua kwenda peke yako kuficha matatizo unayokutana nayo, unakuwa umepoteza hiyo. Sio fursa, ni silaha kubwa ile kutiwa moyo na washirika wenzako. Kwa hiyo basi kanisa linapaswa kuona watu walio katika hatari ya kurudi nyuma kama mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza. Kwa hiyo tunapoangalia maneno yaliyotumika hapa, mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza ni wale wa Kristo ndani ya kanisa ambao wako kwenye hatari ya kurudi nyuma, na tunabidi tuchukue hatua. Kanisa inabidi lichukue hatua ya kuimarisha mikono inayolegea na magoti yaliyopooza. Kwa hiyo mstari wa 12 unatuasa tunyoshe mikono, sio yetu wenyewe tu. Mkozi na wewe kwako unapaswa uinyoshe ikilegea, yani bidii yako iongezeke, lakini waangalie wahusika wengine waliochoka, walioinama na kusaidia kuwaimarisha, ili tulichukulie kwa umakini unaostahili. Hatuko katika biashara ya kuimarisha magoti na mikono yetu wenyewe tu, bali pia kuwawekea wengine mfano na kuwainua na kuwaongoza katika mbio. Mungu anachotaka ni mwendelezo wa mbio mpaka mwisho. Hata tukimaliza hali tunachechemea, yani kwenda mpaka kumaliza. Kwa hiyo hata hao wanaoanza kusikia ganzi kwenye miguu, tuwasaidie waende mpaka kwenye mstari wa mwisho na kuvuka. Kwa hiyo acha nidhamu ya Mungu itusaidie, ituharakishe na isikupunguzie mwendo. Ruhusu kila kitu ambacho Mungu analeta maishani mwako kisiwe kikwazo, bali nguvu mpya. Na hiyo ndio tumejifunza katika somo lililopita. Sasa ukikubali hayo mateso na majaribu kama nidhamu ya Mungu, utaruhusu iwe nguvu mpya kwa kusukuma kuendelea na mbio. Katika kanisa la Waebrania, majaribu yalijumuisha aina mbalimbali za mateso. Kulikuwepo kutengwa na familia na marafiki wa Kiyahudi, kupoteza ajira au biashara, vitisho vya kimwili, kuona familia yako inateswa kwa ajili ya ungamo lako, na kunyanyapaliwa kwa ujumla na jamii. Na tuliona kuwekwa gerezani katika sura ya 10, kunyang'anywa mali. Hayo yote yalikuwa yanatokea kwa washirika wa hili kanisa kwa sababu ya ungamo lao la kumfuata Kristo. Haya yalikuwa majaribu na mtihani ambao Mungu aliwaruhusu watoto wake kuyapitia kwa ajili ya faida yao ya kiroho, kama vile alivyowafanyia wale watakatifu tuliwasoma katika sura ya 11 mstari wa 35 mpaka 38. Na sisi tunakabiliana na majaribu ya mateso ya aina mbalimbali wenyewe. Nafikiri unaweza ukajaribu kutafakari na kuona uliposimama wewe. Katika ulimwengu huu tunayo haya matatizo, na adui hachoki, anaendelea kutafuta njia mpya za kufanya maisha ya Mkristo yawe magumu, na hatimaye atagundua udhaifu wako. Kwa hiyo nyosheni mikono iliyolegea na imarisha magoti yaliyodhoofu. Kwa hiyo katika mstari wa 13 mwandishi hatuambii tuongeze nguvu za kupiga mbio, bali anatuambia tufanye nini? Tunyoshe njia zetu. Tufanye njia za kunyoka. Hii kimsingi inamaanisha tuondoe vizuizi vilivyoko mbele yetu, kitu ambacho kinawezekana. Watu wengi hawakati tamaa na kurudi nyuma kwa sababu ya uasi au kutokutii, yani kwamba mioyo yao ni ya uasi sana au kutokutii. La, watu wengi wanakata tamaa na kurudi nyuma kwa sababu mzigo ni mzito,
na umbali ni mrefu wanaokimbia. Kwa hiyo tukiwafanyia shortcut au tukinyosha njia na kutoa vizuizi, tutawasaidia kufanikisha mbio zao. Kwa hiyo wazo la njia iliyonyooka ni kwamba hurahisisha kutembea na kufikia lengo. Zaidi ya hayo, tunapokuwa na viungo dhaifu, kutembea kwa njia iliyonyooka huwa bora zaidi. Mwandishi anapanua mfano huu kwa kueleza kwamba tunapounyosha njia hizi, viungo vilivyoumia vitapona. Kwa vitendo, kile anachosema mwandishi ni kwamba unapokimbia mbio zako, hakikisha unashikamana na njia yako. Tumeona kule mwanzoni kwamba kila mtu amewekewa njia yake kukimbia. Hatushindani sisi kwa sisi. Kwa hiyo kaa kwenye njia yako. Kubadilisha njia au kukimbia kutoka upande mmoja kwenda mwingine kunaweza kuishia kumkwaza mtu mwingine. Unapokwenda zigzag na huku unapishana na watu wanaokwenda, unaweza kuishia kuwakwaza na kuangusha watu wengine. Kwa hiyo kaa kwenye njia yako, kimbia ukiangalia mbele na kwa mwendo unaostahili. Kwa unapokimbia mbio za imani, ukumbuke kwamba kuna mambo ya kidunia njiani ambayo yanavutia umakini wako. Na hii ndio tunaita kukimbia ukitoka upande kwenda upande. Mara nyingi ni kwenda kuangalia yaliyoko huko nje, mambo ya dunia yanayokuvuta. Na unapokimbia zigzag namna hiyo, utawakwaza watu ambao wanajaribu kunyosha njia zao. Kwa hiyo usipokimbia mbio kwa kasi kamili katika njia yako mwenyewe, utaishia kumwangusha mtu. Kwa hivyo usitangetange kutoka upande mmoja hadi mwingine unapokimbia. Usiangalie ukingoni ili kuona nini ulimwengu unafanya. Kwa kufanya hivyo unaweza kuishia kuharibu Wakristo wengine. Kumbuka hii tuliita mikono iliyolegea na magoti yaliyodhoofu ni Wakristo wale ambao wanakaribia kukata tamaa. Sasa wanachotaka toka kwako ni kuwaonyesha mbio zinavyokimbiwa kwa mstari na kwa umakini na kwa mwendo unaostahili. Sio wakuona unakwenda huku na huku na hangaika huku na huku, mwisho wake huwasaidii. Hiyo himizo ni kwa Waebrania. Anachosema mwandishi hapa, anawahimiza Wakristo wa Kiebrania waliozaliwa mara ya pili, waliookoka, kuishi maisha yaliyonyoka, thabiti, ya utauwa na utakatifu. Kiasi kwamba wale ambao hawajaokoka ndani ya kanisa wasigeuzwe njia. Nakumbuka pale mwanzo wa kitabu hiki au masomo haya tulisema hili kanisa lilikuwa na makundi ndani yake. Wengine wameokoka kabisa, wengine wamekaribia kukata shauri lakini bado. Alafu kuna wengine walikuwa ndani ya kanisa hawajui kama hawajaokoka. Yaani walikuja tu na wanapenda yanayoendelea mle, lakini wana upungufu huo. Kwa hiyo inabidi uonyeshe wewe ambaye umeokoka, umuonyeshe maisha ambayo hayatamkwaza mtu yeyote. Na hii ni pamoja na kuombeana, jambo ambalo upelekea Mungu kubadili hali kuwa bora. Lakini vile vile kuna kukidhi mahitaji hao watu ambao wanamkaribia au wana wasiwasi, kuwatia moyo kwa ujumla, kuwafariji na kuonyesha ushuhuda ambao wanautazamia. Kwa hiyo mtu ambaye anakaribia kukata tamaa anataka aone ushuhuda wa mbio zinavyopigwa. Na tukiyumba na kupoteza ushuhuda wetu, mtu anayetazama atakata tamaa na kuuacha Ukristo. Lakini Mungu hataki hilo. Anataka aponye. Na imesemwa hivyo kwenye mstari,
wale magoti yaliyopooza yanatakiwa yapone. Kwa hiyo hatutakiwi kukimbia tu ili tupate tuzo. Kweli tunakimbia tupate tuzo, lakini hilo lisiwe ndio lengo tu. Bali pia tunakimbia kwa sababu mtu mwingine anatutazama ambaye anaweza kuwa karibu na kufanya uamuzi kwa mfano na wa kumfuata Yesu. Na tunachofanya maishani mwetu kinaweza kuwa kitu cha kumsaidia kuamua kumfuata Kristo. Au kinaweza kuwa udhuru au kisingizio cha kuamua kuacha. Kwa hiyo tuweni makini katika namna tunavyokimbia hizi mbio. Sio tu kujua kwamba tunakimbia vizuri, tuhakikishe kwamba namna tunavyokimbia inatoa ushuhuda ambao unawasaidia na wengine ambao wanachechemea. Katika mstari wa 14 ambao ndio wa mwisho kwa somo letu la leo, kuna haja ya kuongeza bidii katika mbio zetu. Na hii inafanywa kwa alivyosema maneno ya mstari huu, kuongeza utakatifu, lakini vile na kutafuta kuwa na amani na watu wote, kama mkakati mmoja muhimu sana. Kwa hiyo mwandishi anasema kwamba ili kukimbia mbio zetu kwa mafanikio tunahitaji kwanza kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na pili kuwa na utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Hivi vipengele viwili vya mbio vinahitaji bidii na uangalifu. Kumbuka kwamba tuna watu kanisani wanaoondoka na wanaochanganya imani yao ya Kikristo na ile walioacha, na wanafanya hivi ili waweze kujinusuru na mateso ambayo yanawazunguka. Mahali pa kuanzia katika kutafuta amani ni kutambua ukweli kwamba sisi walio katika Kristo tuna amani na Mungu. Hii iko katika Warumi sura ya 5 mstari wa 1. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya sasa ni kutafuta amani na watu wote, ikiwa ni juhudi ya kuishi kwa vitendo yale tunayoyaamini. Maana tumeshajua tuna amani na Mungu, sasa tuwe na amani na watu wote. Na hii itawasaidia wapiga mbio wenzetu. Kumbuka tuliojifunza katika mstari wa 13 kwamba tuna jukumu la kusaidiana na kuangaliana sisi kwa sisi, na hiyo ina maana tuwe na amani na Wakristo wenzetu wote kama kitu cha mwanzo kabisa. Alafu tujitahidi kuwa na amani na watu walio nje ya kanisa vile vile. Na uhusiano kati ya kutafuta amani na utakaso unaonyesha kwamba hatupaswi kuwa na amani kwa gharama yoyote. Hicho ni kitu kizuri ukisema hapa. Mtume Paulo anasema katika Warumi 12:18, sura ya 12 mstari wa 18, kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Yaani kadiri unavyoweza, lakini usitake kuwa na amani kwa gharama yoyote. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba katika kutafuta amani hatupasi kuyakubali mambo yasiyo ya halali na kunyamaza au kufumbia macho mambo maovu yazidi kufanyika, mradi amani iwepo. Hapana, lazima kusimama imara na kutetea haki, kwa sababu tunatakiwa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Lakini hata hivyo, Wakristo wasiwe watu wa kuleta chuki na kutoelewana miongoni mwao na katika ushirika wao na katika jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tukirudi kwenye mbio zetu mmoja kwa moja, tunavyosaidiana katika kanisa na wale walio nje ya kanisa, tunahitaji kutafuta amani na watu wote. Hiyo of course inatafsiriwa kama kutii amri ya pili ya kumpenda jirani yetu kama sisi wenyewe. Sasa utakatifu unahusu mchakato wa kutengwa mbali na dhambi na kuwa karibu na Mungu. Ni kutafuta uwepo wake Mungu, haki na ushirika wake katika moyo wako wewe.
Kiuhalisia wokovu wa kweli unaonekana kwenye maisha ya utakatifu na yenye kutafuta amani na watu wote. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu na sisi lazima tuwe watakatifu, na ni kitu cha kwanza kutafuta. Kwa hiyo ukosefu wa utakatifu, tuseme kwa kuhitimisha sasa vipengele hivi viwili vya mbio ambavyo vimetajwa katika mstari wa 14, amani na watu wote na utakatifu, tunaweza kuvieleza kwa kifupi kwamba vinaathiri mwendo wetu au kasi yetu kwa namna ifuatayo. Cha kwanza, tusipokuwa na amani au utakatifu, tunakuwa kama tuna mzigo mzito au tunakimbia kwenye njia ambayo haikunyoka. Kivitu ambavyo tumejifunza katika mstari wa kwanza na mstari wa 13. Kumbuka mstari wa kwanza wa sura ya 12 ulisema tuweke kando mizigo yote. Na mstari wa 15 unasema tukimbie mbio iliyonyoka. Kwa hiyo ukiwa kwenye mazingira ambako hakuna amani au kuna vurugu, kuna kutosamehe, machafuko na kadhalika, huo unakuwa ni mzigo ambao utafanya mwendo wako uwe dhaifu au upungue sana. Na kwa hiyo tunaweza kulemewa na kuwa na vikwazo vingi njiani. Ukosefu wa utakatifu ni mzigo mkubwa. Kama una dhambi ambayo haijatubiwa, inakufanya usiwe makini na lengo la mbio zako. Unaweza hata usione mstari unapotakiwa kumaliza mbio. Kwa hiyo inatakiwa uwe na utakatifu, la sivyo huwezi kukimbia mbio ya imani kwa mwendo unaotakiwa. Kitu kingine ambacho amani na watu wote na utakatifu ni muhimu ni kwamba swala la kama hakuna amani na hakuna utakatifu, tunashindwa kuvumilia mateso kama tulivyoona kwenye somo lililopita. Mstari wa 3 mpaka wa 11. Mchakato wa utakaso unatuwezesha kujifunza mambo mbalimbali ya kiroho, ikiwemo kutafuta amani kupitia maombi, kujifunza neno la Mungu, kuwa na ushirika, na hayo yote yatatusaidia katika kukimbia mbio zenye ufanisi. Tukiyakosa haya tutashindwa kuvumilia mateso na hivyo kukata tamaa na kirahisi. Kwa hiyo unaweza ukaona moja kwa moja kwamba amani na utakatifu katika maisha yako ni vitu muhimu katika kukusaidia kuvumilia mateso na kwa hiyo kukimbia mbio zenye ufanisi. La mwisho ni lengo la mbio zetu. Tusipokuwa na utakatifu katika maisha yetu ya kila siku, tutashindwa kukazia macho lengo la mbio zetu. Na kwa hiyo bila utakaso tutashindwa kumuona Mungu. Kwa hiyo tutakuwa hata tuoni tunakokwenda. Tunafanya hiki na hiki na hiki, kama nilivyosema, zile mbio za kuyumba yumba. Kama huna utakatifu katika maisha yako, hutaona mwisho wa mbio zako ni wapi, na kwa hiyo hutakimbia mbio kwa mwendo unaokubalika. Utaishia kushindwa na kurudi nyuma. Kwa hiyo hayo ndio mwandishi alijaribu kuwahimiza, kuwatia moyo, yani wachukue yale masomo au somo lile la sura la mstari wa 3 mpaka wa 11 kuhusu majaribu na mateso katika maisha yao, walifanyie kazi kusudi liwasaidie kukimbia mbio zenye mwendo mzuri na zenye ufanisi ambao ni thawabu watakayopata mwisho wa mbio. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama wewe ni mmoja wa wale ambao hawajamwamini Yesu na kuomba, tafakari haya tuliyosema. Hapa tunakimbia mbio tukimwangalia yeye ambaye ndio mwanzilishi na mkamilishaji wa mbio zetu. Na ili uweze kukimbia mbio hizi inabidi muamini Yesu, umkubali awe Bwana
wa maisha yako, akuongoze. Kwa hiyo kama umekubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba tusali sala ifuatayo ikitoka moyoni mwako, na mwisho wa hapa utaupata uzima wa milele. Bwana Yesu, ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninahitaji msamaha wako. Ninaamini kwamba ulikufa kwenye nafasi yangu ukalipa deni langu la dhambi zangu. Niko tayari sasa hivi kugeuka kutoka kwenye dhambi yangu na kupokea Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa binafsi wa maisha yangu. Najikabidhi kwako na kukuomba unipokee. Katika jina lako Yesu ninaomba haya na kuamini. Amina.